Kabla ya taarifa hizi za ndani ambazo ni za asili kubwa vile tunazileta moja kwa moja kutoka hapa Mbeya, Tanzania, naomba ikiwa wewe ni mgeni ama hauja subscribe katika chaneli yetu ya Tanzania ITV, chukua sekunde moja tu, bonyeza patoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Na yeyote ambaye anatazama na kuomba uponyeze alama ya like ili kutunga mkono kwa kazi ile ambayo tunaifanya, na asante. Karibu. Hatimaye kiongozi wa kitaifa katika chama cha demokrasia na maendeleo nchini Tanzania, Mheshimiwa Antipas Tundu Lissu ameachiliwa huru. Kiongozi huyo ameachiliwa huru na nani? Kamati ya Seneti katika taifa la Marekani inayoshughulikia masuala ya nchi za kigeni wameweza kumwachilia huru Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu baada ya kuamrisha serikali ya Samia Suluhu Hassan kumwachilia mara moja pasipokuwa na sharti lolote. Sasa bunge la Seneti limeweza kutoa amri kwamba Mheshimiwa Tundu Lissu aachiliwe huru mara moja chini ya uongozi wa sasa wa kiongozi katili dikteta Samia Suluhu Hassan. Kwa nini Samia anaamrishwa kumwachilia huru Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu? Lissu aliweza kupambikiziwa kesi ya uhaini dhidi yake kwa kuanzisha mchakato wa kusema no reforms, no elections, yaani kusipokuwa na mabadiliko hakutakuwa na uchaguzi, jambo ambalo liliweza kumsukuma gerezani Ukonga kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa. Lakini kufungwa kwake chini ya uongozi wa sasa wa Samia Suluhu Hassan ni kwa sababu ya siasa na uchaguzi uliopita wa 29 Oktoba mwaka jana 2025, baada ya Samia Suluhu Hassan kuogopa kushindwa na Mheshimiwa Tundu Lissu kwa sababu yeye ndiye alikuwa na umaarufu mkubwa wa kisiasa. Akaona njia moja ya kujichagua na kuingia mamlakani ni kumfunga Mheshimiwa Tundu Lissu. Baada ya kushtakiwa kwa kesi ya uhaini, amekaa gerezani kwa zaidi ya miezi 12 sasa, kwa sababu alitiwa baroni mwaka jana mwezi wa 4 tarehe 9, na tuliweza kuadhimisha mwaka mmoja hivi majuzi, na sasa amekaa gerezani mwaka mmoja na karibu sasa wiki 3 pasipokuwa na ushahidi wa kutosha, kwa sababu upande wa jamhuri ulikosa kupata ushahidi wa kutosha dhidi ya Tundu Lissu ili kumuamulia kifo vile ilikuwa inadaiwa kulingana na sheria zile ambazo zinapitishwa ama ziliweza kupitishwa hapa Tanzania mwaka 1977, kwa sababu zinasema ya kwamba yeyote ambaye atapatikana na kosa la uhaini ama treason in English lazima ataamuliwa kifo, lakini hamna ushahidi kwa kutosha. Lakini kuwepo kwake katika gereza la Ukonga ni kwa sababu ya siasa. Unajua, mataifa mengi yameona Tundu Lissu anateswa pasipokuwa na sababu yoyote, ndio maana Marekani imeingilia kati na kutoa amri waweze kumwachilia huru Mheshimiwa Tundu Lissu. Hivi majuzi tuliweza kufanya uchanganuzi hapa na pana kuwaeleza kwamba Samia Suluhu Hassan amekuwa akifika karibu sana familia ya Mheshimiwa Tundu Lissu na kuwapembeleza waenda waongeleshe Mheshimiwa Tundu Lissu ili aweze kukubali makubaliano ama mazungumzo amwachilie huru. Na serikali imekuwa ikitumia jitihada zote za kuhakikisha kwamba kutoa vitisho hapa na pale kwamba umtoroshe katika taifa la Tanzania, aondoke, aachane na siasa ndiposa awe huru, lakini Mheshimiwa Tundu Lissu amekataa masharti hayo yote kwa sababu anasema ya kwamba hajafanya kosa lolote. Yeye ni kupigania haki, yeye ni kupigania demokrasia, yeye ni kupigania uwajibikaji, yeye ni kupigania katiba mpya, na yeye ni kupigania masuala muhimu ambayo yanawakumba wa Tanzania, kwa sababu sasa hivi wanapitia changamoto za hapa na pale, na hiyo
haimaanishi kwamba ni makosa ambayo amekuwa akiyafanya. Na kuna taarifa za ndani tuliweza kupokezwa kutoka serikali ya Samia Suluhu Hassan ambazo zinaeleza wazi kwamba Samia Suluhu Hassan anamwogopa kumfungulia Tundu Lissu kwa sababu inasemekana ya kwamba akifunguliwa huenda atapindua serikali yake, huenda atamng'oa mamlakani Samia Suluhu Hassan, ndiposa anashupaza shingo kwa kutomwachilia kufikia sasa mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Unajua, kumfunga kwake ndiko kunaweza kuleta madhara mengi. Kama sasa hivi mataifa ni mengi ambayo yaliweza kujiondoa kutuma misaada kwa sababu ya ukandamizaji. Bunge la Ulaya likasema ya kwamba likishirikiana na Umoja wa Mataifa hamna vile watatoa ufadhili kwa serikali dhalimu. Misaada ikasimamishwa kutoka taifa lile la Marekani, Uswidi na hata taifa lile la Canada. Wakasema ya kwamba liwalo na liwe, hawezi kufadhili udhalimu ambao unaendeshwa chini ya uongozi wa sasa. Vile mnajua Samia Suluhu Hassan chini ya uongozi wake utekaji nyara umekuwa ukiendelea. Humphrey Polepole ambaye ni mwanasiasa kutoka mrengo wa upinzani alipotea mwezi wa 10 mwaka wa 2025, hadi kufikia sasa hajulikani alipo. Kuna wengine ambao wameweza kuuliwa, wengine wameweza kutekwa nyara kwa sababu ya kukosoa serikali ya Samia Suluhu Hassan. Huyu Rais Samia Suluhu Hassan anadaiwa kuwa kiongozi mkatili, kiongozi wa kimla, kiongozi ambaye yuna udikteta mwingi haswa katika uongozi wake ambao aliweza kujilazimisha, na anafanya hayo kwa sababu anaelewa aliweza kujichagua yeye mwenyewe kupitia kilichosemekana ni uchaguzi ambao haukuwa, kwa sababu watu walikuwa wanaandamana hapa na pale, kisha baadaye mitandao ikazimwa. Baadaye tunaona tume ikimtangaza kuwa mshindi haswa katika kiti cha urais na kuandikisha rekodi mpya ambayo haijawahi andikishwa historia ya Tanzania, kwamba alipata 98% kwa kura milioni 31.7, jambo ambalo halijawahi kuandikishwa katika historia ya Tanzania tangu tupate uhuru mwaka 1961. Kwa hivyo hayo ambayo yanaendelea, tukaona akijiapisha chini ya ulinzi mkali wa kijeshi, na Watanzania wa kawaida hawakuruhusiwa kuhudhuria uapisho wake, ishara tosha kwamba anaelewa yeye aliweza kujichagua. Ndio maana anaendelea na uongozi ambao sio wa huruma, uongozi ambao sio wa amani, uongozi wa ukandamizaji, kwa sababu anaelewa hakuwahi chaguliwa na wananchi wa Tanzania. Lakini sasa hivi tutasubiri tuone, ingawa amekuwa akitumiwa maombi kama haya. Na unajua, baada ya kumtesa mheshimiwa Tundu Lissu, taifa la Marekani kupitia Rais Donald Trump waliweza kuzuia hamna usafiri ambao utafanyika kutoka Tanzania kuelekea taifa lile la Marekani kwa sababu ya ukandamizaji wa Samia Suluhu Hassan. Hamna visa ambayo itatolewa kwa Watanzania, hamna green cards ambazo zitatolewa kwa Watanzania kwa sababu ya uongozi uliopo. Unajua, sasa yeye ndiye amechangia hayote kushuhudiwa, lakini tutasubiri tuone ikiwa anaenda kumwachilia huru mheshimiwa Tundu Lissu ambaye amepitia mengi akiwa gerezani. Kwa hivyo amri imetolewa, aachiliwe huru, aonane na familia yake, akabidhiwe huduma za matibabu kwa sababu ameteseka sana. Ikumbuke ya kwamba siku ya Alhamisi aliweza kufikishwa mahakamani pasipokuwa na kukubali kwake kusomewa mashtaka mengine, na hata vile nywele yake ilikuwa inaonekana hakuichana kabisa, kuwa inaonekana kama kichaa, lakini ni kulazimishwa chini ya uongozi ambao unawatesa wa Tanzania. Tutasubiri, tunaendelea kufuatilia ripoti hizi, tutakapopata kwa kina tutarudi ili kuwaeleza. Naomba kutamatishia hapo hii kanda, tukutane kwa kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. Lakini ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja tu, bonyeza button ya subscribe kwa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kem ambazo tunazipeperusha kutoka hapa Mbeya, Tanzania kupitia Tanzania ITV. Kwaheri kwa sasa.